Poleni sana majukumu ya kikazi, lakini leo tumeamua kuwaita kwa sababu tuna jambo muhimu sana. Tunatamani tuhabarishe umma wa wanamichezo, lakini basically mashabiki wetu wa klabu ya Simba, lakini na wanachama wa klabu ya Simba kwa ujumla. Kuna sintofahamu nyingi zinaendelea kwenye timu yetu. Imebidi sisi kama influencers tuweze kuliweka sawa ili tuweze kwenda kwenye mlengo ambao unafanana. Kwanza nitumie nafasi hii au jukwaa hili kulaani vikali tukio ambalo sio la kiungwana, tukio ambalo lilikuwa la kinyama, la kidhairishaji ambalo mwenyekiti wetu Mheshimiwa Murtaza Ali Mangungu alifanyiwa wakati wa baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis pale Benjamin William Mkapa na baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu. Tunalaani vikali kitendo hicho cha kinyama kwa sababu hakitwezi tu utu wa mtu, lakini bali kinahatarisha pia maisha ya mtu. Hata kama angekuwa hajafanyiwa mwenyekiti wetu Mangungu, angefanyiwa mtu mwingine, bado tungepiga vita vikali au tungelaani, kwa sababu sio kitendo cha kiungwana. Sisi kama wana michezo, sio utamaduni wetu kupigana. Mwenyekiti wetu kudhairishwa, tumeumia sana na tunalaani vikali, na nitumie jukwaa hili kuliomba jeshi letu la polisi tukufu kuwashughulikia wale wote kisheria ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kumshambulia hadharani na kumdhihaki na kumdhairisha mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu mbele ya watu, mbele ya kadamnasi ya watu. Tunaliomba jeshi la polisi lifanye kazi hiyo ili kulinda utu wake, kulinda heshima yake, kulinda hadhi yake kama mwenyekiti wa klabu, lakini kulinda hadhi ya klabu ya Simba, klabu ambayo ina mashabiki zaidi ya milioni 40 hapa nchini Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni wana Simba, kuhusiana na Simba yetu inaenda wapi. Kumekuwa na sintofahamu nyingi na upotoshaji mwingi kuhusiana na klabu yetu. Hali hii inapelekea migongano kwa wanachama na mashabiki. Hawajui washike lipi, wafuate lipi, waongee lipi, kwa sababu watu wengi hawajui ukweli. Leo ukweli tutausema hapa. Ni mwaka wa 4 sasa timu yetu haina ubingwa wa NBC Premier League. Tunafungwa na Yanga kila wakati. Mwelekeo wa klabu bado haujaeleweka. Klabu yetu maendeleo yake yamesimama, yamekuwa dominant. Haipigi hatua. Shida ni nini? Shida ni nini? Leo tunataka tuwaambie shida iko wapi, ili kila mmoja amwambie Mtanzania shida ya Simba iko hapa. Kwa sababu kuna uongo mwingi huko, watu wanaamua kurithishana. Tumesema hapana. Klabu yetu na kuelekea siko, tuwaambie watu ukweli wajue. Nataka niwaambie matatizo haya mengi ambayo Simba yanatukabili kwenye klabu yetu sisi. Haya matatizo ambayo unaona Simba high progress. Leo klabu ya Simba tunafungwa mpaka na timu ya under 20. Azam FC. Inawezekanaje wapi? Na wakati sisi ni kwa klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Kila kitu kizungumzia ni transformation ifike mwisho. Tulikuwa tunalalamika, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo, kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasisajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasisajiliwe. Na sababu za kuzuilia akasema, wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa, 51% 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo nataka kuwa shabiki wa Simba, akitaka kuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 tarehe 21 ukatengua hilo. Wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipropose, ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000. Sisi tukaondoa ile zuio. Lakini bado wakaendelea kushikilia toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba hawazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana
kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kulipa pesa hao 200,000 hata 20,000 tu, wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa uwekezaji. Kwa wakazuia hili la kudahili wanachama wapya ili klabu yetu ikose mapato, isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi. Tumechoka. Leo mpaka saizi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ni baba bora kweli? Hapatikani. Timu yetu inahitaji maboresho kiufundi, of course. Hatuna timu mbovu kiasi hicho, lakini kwa wale maeneo ambayo tunaona kama tunafanya maboresho, basi tajiri atoe pesa tuweze kusajili. Tajiri hapatikani kwenye simu mpaka leo. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu kwa hekima yake na busara yake akasema hawa wachezaji ambao wanataka kuuzwa, Jean Charles Ahoua anakwenda CR Belouizdad pamoja na Steve Dese Mukwala anakwenda Al Masry, tuwauze, hizi pesa tuzielekeze kwenye kusajili nini wachezaji wapya ambao wataisaidia klabu. Ndio unaona wakina Libase Gueye, Anicet Yaula, unamuona huyu Nixon Kibabage, golikipa Mamadou, pamoja na mchezaji mmoja ambaye klabu ilimpata ikamwambia Jeruti tusaidie kusajili, Jospini Inos Liomba, mshambuliaji hatari kutoka Kongo. Mwekezaji yuko wapi? Kama kubaliana wetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba, imekuwa ni mazoea na sio mara ya kwanza. Kuna shida, mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambie leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka iende kucheza Al Masry, iende kucheza Misri. Simba ikawa haina hela ya kusafirisha wachezaji. Mwekezaji hapatikani kwenye simu. Mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali, pongezi nyingi anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo akiwa mazuri ya klabu ya Simba anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba iundwe. Kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza CAF Champions League robo finali 5. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya CAF Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka. Tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescento Simagori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wana initiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya kurugenzi ambao mwenyekiti ni Crescento Simagori, yupo upande wa mwekezaji wa Isa 51%. Ndani yake kuna wajumbe wetu wapigia kura wa wanachama tuliwachagua tuna mkuu. Chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO. Kuna operation ya klabu ya Simba, watendaji wapo 28. Watendaji zaidi ya 27 wote wanatoka kwa upande wa mwekezaji. Ni mtendaji mmoja tu ambaye anatoka kwa upande wa 51%. Sasa timu leo ikikosa matokeo, Mangungu analaumiwa kwa sababu zipi? Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuiamka, kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Tumedanganya vya kutosha. Uwekezaji huu kimvuli hautufai. Leo Mohamed Dewji Mo sisi mwaka 2021 mtoto mkuu alituambia
atajenga miundombinu. Labda ni play sauti yake sekunde moja. Atajenga miundombinu ya klabu ya Simba, kuanzia hosteli za wanawake, hosteli za wanaume, ataboresha Mo Simba Arena. Leo ni mwaka wangapi? Mwaka wa 5. Hajafanya. Kwa nini hajafanya? Ina maana maendeleo ya klabu yetu hayapigi hatua. Leo Yanga wajenga uwanja wao pale Jangwani, ukiisha sura zetu tutaziweka wapi?